Huyu mfalme utajiri wake unatisha, yani ana magari zaidi ya 7,000, ndege ghali zaidi duniani ndani imepambwa kwa dhahabu. Ni mfalme wa nchi ndogo yenye utajiri mkubwa zaidi duniani. Huyu anafahamika kama Sultan Hassan Bolkiah ibn Omar Al Saifuddin wa tatu. Alizaliwa Julai mwaka 1946 na hivi sasa anavyozungumza nanyi ana miaka 78. Ni kiongozi wa nchi ya Brunei. Alianza kutawala Oktoba 5 mwaka 1967 mara baada ya baba yake Sultan Omar Al Saifuddin wa tatu alijiuzulu. Ana zaidi ya miaka 57 akiwa madarakani, akihesabika kama watawala waliodumu kwa muda mrefu zaidi duniani. Katika utawala wake huo wa zaidi ya miaka 57 madarakani, amefanya mambo kadha wa kadha. Moja ni kuendeleza sekta ya mafuta na gesi. Alisimamia ukuaji mkubwa wa sekta ya mafuta na gesi ambao umeifanya Brunei kuwa tajiri. Alianzisha Brunei LNG ambayo ni miongoni mwa wauzaji wakubwa wa gesi duniani. Aliboresha huduma kwa wananchi, mfano elimu bure hadi chuo kikuu, hata kwa wale wanaotaka kusoma nje, huduma ya afya bure kwa raia wote, kutoa makazi kwa wananchi kupitia mpango wa nyumba za serikali. Hakuna kodi ya mapato kwa watu binafsi, raia wa Brunei hawalipi kodi. Lakini ameifanya Brunei kuwa nchi ya Kiislamu, akitumia sheria zinazotumika kwa Waislamu, ikiwa ni pamoja na adhabu kali kama kupigwa viboko, kunyongwa kwa baadhi ya makosa. Lakini pia alizuia uuzaji wa pombe, ngono za wazi na uvaaji wa kiuni. Sikukuu zisizo za Kiislamu kama Christmas zimeruhusiwa tu kwa faragha na sio kwa kila mmoja. Lakini yeye amejilimbikizia mali nyingi kiasi cha kwamba ni mfalme mwenye mali nyingi inawezekana kuliko wafalme wote duniani. Utajiuliza, kwa nini nasema hivyo? Twende taratibu. Sultani wetu bwana, utajiri wake ni zaidi ya trilioni 75 hadi 100. Utajiri huu unatokana na mapato ya mafuta na gesi ambayo yanaendesha nchi ya Brunei kama taifa tajiri la kifalme. Huyu bwana anakaa kwenye ikulu kubwa zaidi duniani ambayo ipo eneo linalofahamika kama Bandari Seri Begawan, Brunei. Lina ukubwa wa square mita 200,000. Jumba hili lina vyumba 1788 vyumba vya kulala, likiwa na mabafu 257. Lina maegesho ya kuegesha zaidi ya magari 110. Lina ukumbi mkubwa wa chakula ambao unaweza kuchukua watu 5,000. Kuna msikiti wa kifamilia ambao unaweza kubeba waumini 150. Na hii ndio nyumba kubwa zaidi ya kifalme duniani, ikizidi ile ya Buckingham Palace. Aishi hapo tu, huyu bwana anamiliki takriban magari 7,000 hadi 7,500. Baadhi ya magari hayo ni pamoja na Rolls Royce 600, Ferrari 300, Mercedes Benz 500, Bugatti, Lamborghini, Macrina, yote yanapatikana kwenye yadi yake. Sultani alinunua Rolls Royce ya dhahabu kwenye harusi yake, hadi matairi yalikuwa ni ya dhahabu. Sultani ana mke mmoja, wawili kawatandika talaka. Mariam Abdulaziz, mke wa pili aliyemtalakia mwaka 2003. Azna Mazda Hakim, mtangazaji wa Malaysia, akampa talaka mwaka 2010. Hadi kufikia sasa huyu bwana ana watoto 12, 5 ni wa kike na watoto 7 ni wa kiume. Mtoto wake wa kwanza anayefahamika kama Ali Matende Bilali ndiye atakayekuwa mrithi wa kiti cha sultani. Ana ndege ya Boeing 747 iliyogeuzwa kuwa kasri la angani, imepambwa kwa dhahabu ndani, na ndege hiyo pia ana ndege nyingine ndogo inayofahamika kama Gulfstream Airbus za kifahari. Chanzo kikuu cha utajiri wake na nchi yake ni mafuta, petroli na gesi asili. Sekta hii inachangia zaidi ya 90% ya mapato ya serikali na 80% ya mauzo ya nje. Hatari ni kwamba akiba ya mafuta inatarajiwa kupungua sana ifikapo mwaka 2035 hadi 2040, na serikali inajitahidi kubadilisha uchumi wa nchi kupitia sekta kama utalii wa kifahari, teknolojia, kilimo na uvuvi wa kisasa. Huyu ndiye sultan mwenye utajiri wa namna hiyo.